Viongozi kutoka Chuo cha Taifa cha Ulinzi watembelea sekta mbalimbali Iringa. Kundi lingine la wanajeshi wa Israeli la ushambulia ukanda wa Gaza. Na katika michezo na burudani, ITFC yatinga hatua ya fainali ligi ya Fase. Habari mtazamaji wa UoI Digital, hujambo na karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Nelson Jafet. Wageni kutoka Chuo Kikuu cha Taifa cha Ulinzi wametembelea miradi mbalimbali ya maendeleo mkoani Iringa. Taarifa yake Adam inasomwa hapa studio na Teleza Shibiti. Akizungumza na wanahabari, Mheshimiwa Harry James amesema lengo kuu la ziara ya wageni hao ni kuhakikisha usalama katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya uchumi, kilimo, ufugaji pamoja na biashara. Very eager to see this thing happening because when these people comes for training, it's not all about training, it's also a time for us to learn from others, because through your questions, your observations, you shape our thinking, you shape our way of decision making, you shape about how we plan on issues, and at the end of the day we benefit. Aidha, ameongeza kuwa ziara hiyo imelenga kuhakikisha ushiriki wa wananchi katika ajenda za kiusalama, hususan maeneo ya vijijini. I take this opportunity to thank you putting Iringa among the list of the regions that we would like to come and learn through, and I believe your stay won't be in vain. So I believe your stay won't be in vain, and much will be taken as a lesson and experience that will help you to strengthen the knowledge and skills that you intended on getting from our place. Kwa upande wake, Brigadier General Patrick ameelezea kozi zinazotolewa na chuo hicho kuwa zipo za muda mrefu na za muda mfupi. Training at the National Defense College focuses on security, national security and strategical studies, and is conducted in 47 weeks, that is a long course. This brought before you form part of the long course. But also the college runs short courses, we call them capstone, those which takes almost 1 to 2 weeks. Shukrani Teleza kwa taarifa hiyo. Taarifa hii inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa zinazoletwa kwako na Simon Masorwa. Watu wasiopungua kadhaa wameuawa kwenye shambulio la Israeli wakati gari moja liliolenga katika ukanda wa Gaza. Watu walioshuhudia mkasa huo wanaeleza kwamba shambulio hilo lilielekezwa katika kitongoji chenye idadi kubwa ya watu cha Rimaa. Vikosi vya Israeli vinapambana na vikosi vya Hamas kushambulia maeneo ya ukanda wa Gaza. Naye waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema na kuonya kuhusu vita vya muda mrefu vinavyoendelea katika ukanda huo. Aliendelea kusema vita hivi vimesababishwa na mashambulizi makubwa ya kushtukiza na kundi hilo la wanamgambo la Palestina. Shambulio la Israeli linazidi kuwa hali tete katika mji huo. Makubaliano ya kusitisha vita kwenye ukanda wa Gaza kati ya wanamgambo wa Hamas bado ni kitendawili. Pande hizo mbili hasimu zimekuwa zikilaumiana kwa kukiuka makubaliano yaliyoanza kutekelezwa mwezi Oktoba. Asante sana Simon kwa habari hiyo. Mtazamaji, zifuatazo ni habari za biashara na uchumi zinazosomwa kwako na Irene Yusufu. Madereva wa mabasi pamoja na makondakta wa mabasi mkoani Iringa wameeleza hali ya biashara ya usafirishaji wa abiria inavyokuwa mwanzoni na mwisho wa mwaka. Aidha, wameeleza changamoto za kazi hiyo. Mwisho wa mwaka abiria walio wengi wanakuwa wanasafiri wanaelekea mikoa mbalimbali. Wapo wanaotoka mikoa ya kusini huko Dar es Salaam, Mbeya, Njombe, na wanaoishi hapa nao wanaenda kwao, kwa hiyo wanakuwa wanasafiri sehemu mbalimbali, kwa hiyo kuna abiria wengi wanaosafiri eneo. Changamoto kwa hiyo tunazozipitia katika kazi zipo, sababu ukiangalia
Mwaka jana na sasa hivi ni tofauti kabisa. Mwaka jana tulikuwa tunapakia sana, lakini sasa hizi kwa sababu shule zishafungua ni abiria wenyewe tunawapata hivyo hivyo kwa nadra sana. Nao abiria amesema utofauti uliopo katika vyombo vya usafiri kati ya mwanzo wa mwaka na mwisho wa mwaka. Changamoto ilikuwa kwamba magari yalikuwa ni machache, abiria walikuwa ni wengi. Changamoto kwamba makonda walikuwa bembelezi. Kama una nauli isipotosha, basi inabidi ubaki. Ni changamoto, lakini kwa sasa makonda inabidi wabembeleze. Kwa sasa ni wakarimu. Tumerudi kwenye mstari ule wa kwanza ambao wamekuwa wakarimu, tunaendelea na biashara kama kawaida. Na hii ndio hali ya usafiri na usafirishaji mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka mkoani Iringa. Nikiripoti kutoka hapa stendi kuu ya zamani ya Iringa, ni mimi Irene Yusufu, UoI Digital. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Tuungane na Anton Light katika habari za michezo na burudani. Mara baada ya mchezo huo kutamatika, kocha wa IT Moses Mhaiki pamoja na nahodha wa timu hiyo Fredrick Kazamaso wameeleza siri ya ushindi waliopata katika mchezo huo. Siri ya ushindi kusema kweli ni nidhamu ya wachezaji, lakini kujituma kwenye mazoezi, kwa sababu mazoezi ambayo tulikuwa tunayafanya na yale maelekezo tulikuwa tunapeana wakati tunafanya mazoezi ndio vile vitu ambavyo wachezaji wamekuja kujionyesha uwanjani. Katika mchezo wa leo tumejitahidi kufuata mbinu na maelekezo kutoka benchi la ufundi, hasa yale tulikuwa tukifanyia mazoezi, maelekezo tulikuwa tunafanyia mazoezi kwenye kiwanja cha mazoezi na mipango tulikuwa tumeweka, lakini isivyokuwa bahati naweza kusema tumeenda mpaka kwenye hatua au changamoto ya mikwaju ya penalti. Hii game ilitakiwa tumalize dakika 90, ila japokuwa tumeshinda kwenye mikwaju ya penalti, ila tumefuata zile mbinu na maelekezo tuliyopewa kutoka kwenye benchi la ufundi kiufupi. Na kwa upande wa kocha wa timu ya Psychology Thomas pamoja na nahodha wa timu hiyo Peter Haule wameeleza sababu ya kupoteza mchezo huo licha ya kujituma. Ndio mchezo ulivyo, na kushinda na kufungwa. Japo kwa upande mwingine pia ambao walikuwa wanaongoza mechi kwa upande wetu. Tunarudi uwanjani kwenda kurekebisha makosa madogo ambayo yametokea leo. Leo tumepoteza kwa hatua ya matuta, lakini game haikuwa fair kwa sababu sisi tunalalamikia refa. Refa hakuwa fair kwa upande wetu. Tunaamini kwa kila magoli ambayo yamekuja kufungwa kwetu, tumeona kama ni njama fulani, lakini naweza kusema game ijayo tunaenda kucheza mshindi wa 3, lakini hatutakubali kama tutacheza kwa refa pekee yake. Kama tutakuwa lazima ni pembeni ili tujue maamuzi yanaendaje. Haya ni mashindano ya fasi yanayoendelea katika uwanja wa Kibonzile ambapo timu ya IT imeibuka mshindi baada ya changamoto ya mikwaju ya penalty dhidi ya Psychology, ambapo IT wameibuka kwa mikwaju ya penalty 4 dhidi ya 2 ya Psychology. Nikiripoti kutoka hapa viwanja vya Kibonzile, mimi ni Anton Rite wa UoI Digital. Shukrani sana Anton kwa habari za michezo na burudani. Mtazamaji, kabla ya kufikia tamati, tujifunze kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati wa leo kutoka kwake Farijika Sanga. Mtazamaji wa UoI Digital, karibu katika kipengele chetu pendwa cha msamiati wa leo kinachokujia kila siku ya wiki kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Na leo tumekuandalia msamiati wa neno mawewa. Je, unaelewa nini ukisikia neno mawewa? Twende tukatizame wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wao wakituelezea maana ya mawewa. Unaelewa nini mtu akikwambia mawewa? Mawewa kama ninavyoelewa ni maji. Yes. Maji. Yeah. Unaweza kutungia sentensi kwa kutumia neno mawewa? Nayo ngajeni. Mama alibeba mawewa kwenye ndoo. Mawewa. Neno la Kiswahili kweli? Ndiyo, neno la Kiswahili. Kwa kweli sijui kuhusiana mawewa. Naweza nikapa mfano wa sentensi hii. Mama alibeba mawewa kwenye ndoo. Wewe unaelewa nini? Mama alibeba mawewa kwenye ndoo. Wewe unaelewa nini? Alibeba mawewa kwenye ndoo. Sasa hapo mimi mawewa imetumika kama maji. Kama sio maji basi kuna kitu kilikuwa ndani ya ndoo.
Tumetoka kuwatizama baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wakitoa maana halisi ya neno mawewa, lakini wengi wao wameweza kuelezea maana halisi ya neno mawewa. Na mawewa ni maji meupe ambayo ukiyaweka kwenye chombo yanaonekana. Nami ni kuachi na sentensi isemayo mama alibeba ndoo yenye mawewa. Langu jina ni Farijika Sanga, UoI Digital, tuwabariki kidigitali. Asante sana Farijika kwa kutufundisha kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati mrua kabisa, na hiyo ndio maana halisi ya msamiati mahewa. Asante sana Farijika Sanga kwa kutufundisha kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati mrua kabisa, na hiyo ndio maana halisi ya msamiati mawewa. Nami na kuacha na sentensi semayo kisima chetu kina mawewa ya kutosha. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane panapo majaliwa. Jina langu ni Nelson Japhet.